Historia imeandikwa nchini Marekani kwa msanii Diamond Platnumz kufanikiwa ama kupata bahati ya kuperform kwenye tamasha la Hot 97 Summer Jam ambalo linafanyika kila mwaka majira ya mwezi kiangazi, au sio bana, kuanzia mwezi wa 6 mwezi Juni na kwa linafanyika hilo tamasha. Yapo mengi ambayo yamezungumzwa, lakini moja kati ya historia kubwa ambayo Diamond ameiandika ni kuwa msanii wa kwanza kutokea Afrika Mashariki kupata bahati ya kuperform, lakini pia ni mara ya kwanza kwa Bongo Flava kupata bahati pia ya kuonekana pale kwenye tamasha kubwa kabisa, au sio bana, moja kati ya tamasha ambalo linakusanya mastaa mbalimbali duniani kote na watu na appreciate, wanasherehekea kwa pamoja, sio balaa zito sana. So Diamond alikuwa na moja kati ya wasanii kina Ayra Starr, kina Ashake, sio bana, kina Bogie na wengine wengi na wengineo, jambo ambalo limeleta hisia tofauti pia kwa sababu Diamond ameweza kushare jukwaa pamoja na mastaa hao mbalimbali kutokea Nigeria, kutokea Marekani na kwengineko, au sio? Imekuwa ni big appreciate kutoka kwake. Wapo ambao wanajiuliza Diamond aliwezaje kufanya hivyo, ama ni vitu gani ambavyo vimemvuta, ama wasanii wetu wengine wafanya nini alimradi pia na wao ni moja kati ya watu ambao wanaochaguliwa ama wanaoteuliwa yakitokea matamasha haya mengine. Nazungumzia kama tamasha hili la Summer Jam. Moja kati ya vitu ambavyo huwa anaviangalia kwa ukubwa zaidi ni namna ambavyo msanii jinsi ambavyo alivyo, kuanzia kwenye muziki yake anavyoitoa, lakini wanahitaji kuona consistency ya msanii ipoje, au sio bana. Pia wanaangalia sound yako ya muziki, yani ile tunasema ubora wa muziki wako ambao unaufanya ukoje. Leo hii tukimwangalia Diamond ana ubora mkubwa sana wa muziki wake ambao anaufanya, na ndio maana imekuwa ni rahisi pia kwa yeye kupata bahati ya kwenda kwenye ile tamasha la Summer Jam, au sio? Lakini pia kitu kingine ambacho sababu zingine ambazo zikasababisha msanii kwenda kwenye ile jukwaa, una watu gani nyuma ambao wanakusimamia, una management ya kimataifa ambayo ina connection pia na watu wa kimataifa, una PR nzuri ambayo itakufanikisha wewe msanii kwenda kimataifa, lakini pia itakusababisha pia wewe msanii nyimbo zako kuchezwa kwenye radio kubwa pale Marekani, kwenye Hot 97, kwenye Power FM, ambapo nyimbo zikichezwa kwenye radio kama hizi kubwa pale Marekani, nyimbo yako imeenda duniani. Unazungumzia Wizkid, pia nyimbo yake ilishawahi kuchezwa pale akiwa na mwanadada Tems, au sio bana, pia imekuwa ni blessing. So tunahitaji kuona wasanii wetu akiwa na connection mbali na watu ambao wanahusika na radio pale Marekani kwa ajili ya kupush pia game lao na wao pia kuonekana pia kwenye matamasha mbalimbali wanaoandaliwa. Unazungumzia kina DJ Ebro, kina DJ D-Nice ambao wanaweza kukushika mkono kwa sababu ni ma DJ ambao huwa wana bang sana club, wanapiga sana manyimbo club. So ukipata bahati ya kumpa nyimbo yako bana, brother, fanikisha basi mchongo hapa, hata unipigie nyimbo yangu kwenye club moja naenda kuperform ama unaenda kuwaburudisha watu, itakuwa ni vizuri sana. So tunahitaji wasanii wetu wawe na connection za kimataifa, management za kimataifa ambazo hiyo management ambayo uko nayo ina ile dot ama tunasema ina muunganiko ama ina connection na watu mbalimbali wa kimataifa wa muziki ambao wanaweza kukupush muziki wako kwenda mbele zaidi na kwenda kwenye matamasha. Lakini pia kitu kingine ambacho kinasababisha msanii pia, wewe msanii kuwa pia kwenye matamasha mengine, unazungumzia matamasha kama Coachella, Rolling Loud, watu wanataka kuona pale, and then baada ya kuona maeneo kama yale ndio pia unaweza wakashawishika kukualika kwenye Summer Jam, au sio? Unazungumzia kama BET, unaenda kuperform pale kwenye tuzo za BET, inakuwa ni moja kati ya sehemu ambayo utaonekana pia msanii, utavutwa na vitu kama hivyo. So tunahitaji kuona wasanii wetu wakienda huko, ili mradi kufanikisha hivyo kama nilivyosema hapo awali, lazima uzingatie ubora wa msanii ukoje, yani ubora wako, nyimbo ambazo unazofanya, the way sound, si unaisikiaje sound, ubora, yani yote kwa yote tunahitaji kuona ubora. Lakini pia lugha ambayo wanaitumia, though kule wa Marekani wengi tunaelewa na wengi wao wanasikiliza Kiingereza, ndio maana wasanii wa Nigeria wamefanikiwa kupenya kwa ukubwa. Namzungumzia Burna Boy ambaye anasifika pale Marekani kwa style yake ya kuimba, anaimba fulani hivi kama ukichezesha fulani, kama unajua zile nyimbo za kuchangamka fulani hivi. Lakini unamzungumzia mtu kama Davido ambaye pia amepenya pale Marekani kutokana ubunifu wake, pia Kiingereza chake hivyo kwa rahisi, lakini pia hata kwenye chorus huwa akikaa Davido huwa ni mtu mbaya sana kwenye chorus. So tunahitaji kuona pia lugha pia ikiwa inatumika sana kwa wasanii wetu, especially lugha ya Kiingereza ambayo pia itawasaidia kuwapeleka sehemu fulani hivi.
The way tukija kwenye show ambayo Diamond ameifanya jana, nimepata bahati ya kupitia the way kurasa mbalimbali ama mitandao mbalimbali. Diamond ka make headline, kaandika historia, au sio? Tunaelewa kwamba kwenye haya matamasha huwa labda la mwaka fulani huwa kuna historia yake, la mwaka fulani huwa kuna historia yake. Kama la mwaka 2001 tutakumbuka historia ambayo ilitokea pale ni Jay-Z kupanda jukwani na Michael Jackson, au sio bana? So pengine kwa huo 2025 nataraji kuona historia pia inawezekana Diamond pia akaandikwa kwenye vitabu mbalimbali, au sio? Tunahitaji kumuona huko Diamond akiandikwa kwenye chart za Billboard, akiandikwa huko, akiandikwa Rolling Stone, kote huko, kwa sababu ni msanii ambaye anafanya vizuri na anawakilisha vyema kabisa bendera ya Bongo Flava. Pia Diamond jana alipata bahati ya kupewa tuzo na YouTube, tuzo ya kuthamini mchango wake, lakini pia kuwa ni msanii wa kwanza kabisa kwenye jangwa la Sahara kufanikisha kupata subscribers milioni 10 kwenye mtandao wa YouTube. As we know, YouTube huwa inatoa tuzo kwa mtumiaji wake ambaye kila anafikisha stage fulani vya subscriber basi anapewa tuzo. Ukianzia 100,000 unaenda milioni 1 unapewa tuzo, unaenda milioni 10 unapewa tuzo, na kuendelea huko milioni 100, milioni 50 kote unakupa tuzo, au sio? Diamond amekuwa ni msanii wachache sana wa kutoka bara la Afrika ambao wamefanikiwa kupewa hizo tuzo. Unamzungumzia Soul King, au sio bana, Said Ram Gerard na wengineo. Ni kama wasanii 4 tu ambao wamefuata bahati ya kufikisha house subscribers milioni 10 kwenye mtandao wa YouTube na kufanikiwa kupewa tuzo hiyo na YouTube. So ameonyesha nini maana yeye kuitwa Diamond Platinum. Yeah. So tukitoka kwa Diamond twende kwa Bombo Kla Harmonize. Harmonize, as we know, ni mtu ambaye ana showbiz nyingi sana, na sisi ndo tunazipenda za showbiz zake kwa sababu anachangamsha game. Na kama tunavyoelewa kwamba wiki iliyopita alianza na showbiz, ama alianza na drama ya ile ndege yake ambayo ilisafiri kwenye nayo Simiyu. Watu wengi waliita Vieta, jambo ambalo limetake headline wiki nzima hii hapa. So leo pia Harmonize ametushtua kidogo baada ya kupost artwork ama cover ama teaser mpya ya nyimbo yake, and then pale akamcollaborate Kajala, and then akakubali Kajala, wamecolaboratiana. So watu wanajiuliza ni kwamba Harmonize amerudi kwa Kajala, penzi ni mahaba ndendindi shata ama ni project ambayo Harmonize anataka kuitoa? Kwa sababu pale ukiangalia kwenye artwork kuna sanamu la Kajala pamoja na sanamu la Harmonize. Mimi na wewe hatujui kama ni project ama tayari wamerudi kwenye mapenzi. Na kama wamerudi kwenye mapenzi, jambo zuri pia kumuona Harmonize akiwa na moja kati ya kapo yake nzuri ambayo kipindi kile ilikuwa wapo pamoja. Ni moja kati ya kapo ambayo ilikuwa inatamba sana. So kama wamerudi kwa pamoja, Harmonize atumie hii kapo kwa faida sana. The way tunajua kwamba mkiwa kimfano wapenzi mastaa wote, mwanaume star mwanamke star, kuna madili mengi ambayo yanakuja kwenu nyinyi. So Harmonize aitumie trick kwa ajili ya kupata madili. As we know kwamba kwa sasa hivi Harmonize ana dili lolote, yani ana ubalozi wowote kama walivyokuwa wasanii wenzake kama Rayvanny, Alikiba, Diamond, ambao ukitembelea hapo kwenye account zao unakutana sijui huyu balozi wa nini, au sio? Tunahitaji kumuona Harmonize huko kupitia jikapo akiwa ina Kajala, aitumie kama advantage kwa ajili ya kupata tunaita ile pale brand, au sio bana, kupata vitu kama hivyo, tunaita brand na vitu kama hivyo. So hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X, tunapatikana @Kawabe Media. Mimi naitwa Abu Bakri na Juma Abu Bakri, and this how we do.